Simezamilika kumua mdogo wangu. Sasa ndo malipo yako. Bahati mbaya, bad luck. You have cut my journey short. You have shattered all my dreams. You have dimmed the light of my life. I see no light anymore. I am as good as gone. मैंने सोचा था मैंने तुम्हें पाया है, पर मैं ही खो गया। मैंने सोचा था मैं मरने और दफन होने के लिए हूं। मैंने तुमसे प्यार किया, काश तुम पहले बता देते तो मैं जान पाता क्या करना है। लेकिन ठीक है। Nachi. Shem. Mimi naomba niwashukuru kwa sababu mmeonyesha moyo wa pekee sana. Sina cha kuwalipa. Naamini Mungu atawalipa. Usijali kuhusu hilo Shemu. Sisi tayari ni familia na usalama wako ni jukumu letu. Kwa sisi tulichofanya hiki tumefanya wajibu. Kuwa na amani, sisi tuko pamoja na wewe. Na usijali, mimi naamini ni swala la muda tu afu utakuwa sawa. Asante. Nachi, naomba tuongee nje mara moja. Bahati, bahati, unaweza kubahatisha. Bahati, bahati, bahati. Shem. Tangulia. Nina maongezi kidogo na Nachi.
nisamehe. Unajua nini Nachi? Binadamu tuna mipango yetu, lakini Mungu ana mipango yake. Na hatuwezi kubadilisha ukweli. Tuna sababu ya kukataa ukweli. Mbona nikwambia ukweli? Kwa sababu sioni haja ya kuficha. Katika vipimo nilivyofanya hospitalini, nimegundulika mimi ni maskini bado usigeuke. Bahati, bahati, unaweza kubahatisha bahati, 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 mbaya na nzuri zote bahati. Sijui nimepata nini Nachi. Sidhani kuchiti. Lakini bila shaka unatambua kwamba virusi vina njia nyingi sana ya usambazaji. Mimi nachohisi ndani katika hizi saruni zinazotokea, msamehe sana Nachi. Lakini unajua mimi napenda sana furaha yako. Napenda nikuone ukiwa unafurahi. Kama utakuwa tayari kuishi na mimi, ni sawa. Kama utaona si sawa kuishi na mimi, mtafute mwanaume mwingine ambaye atakupenda na kukujali kama mimi nilikujali. Kama ndakosa mahali pa kuishi, utaniambia. Nipo tayari kutafutia chumba mkae mwisho mume ndani, ili baada ya kuona tu, ili baada ya kushuhudia furaha yako, ili baada ya kuona uzuri wako. Sina budi. Naomba nisamehe. Safari yangu umeikatisha, ndoto umezikatisha, taa ya afya yangu umeififisha, sioni tena mwanga, mimi ni wa kufa tu.
Nilijua nimepata, kumbe nimepatikana. Nilijua ni wakufa na kuzikana. Nachi, mbona umetoka ukiwa hivyo? Kwani kuna shida tena? Ndio, kuna shida. Shemeji yako alivyoniita chumbani, amenipa taarifa ambayo imenishtua sana. Amefanya vipimo, ameniambia kuwa ameathirika. Sasa wewe hapo kilichokushtua ni nini? Au kinachokufanya usiwe sawa ni kipi? Hepi rafiki yangu, hivi nawezaje kuwa sawa? Nawaza kwamba hivyo, nadhani akijua ukweli atakuwa kwenye hali gani? Atanifanya nini mimi? Nachi, maji tayari yameshamwagika na hayawezi kuzoleka tena. Mwanzo ulikuwa unahofia kumwambia kwa sababu alikuwa hajui chochote, lakini sasa hivi tayari na yeye ni mwathirika. Kwa hiyo kilichobaki hapo ni wewe kumwambia, yeye ndo afanye maamuzi kama ataendelea kubaki na wewe muuguzani humu ndani au atakuacha. Mimi naona ni bora tu umwambie, afu maamuzi yabaki kwake. Nenda. Naomba unisamehe sana. Nachi, wewe una makosa. Nachi, makosa yako. Lakini mimi nakupenda Nachi. Sio kama unavyofikiria. Mkani, ukweli ni kwamba mimi pia mwathirika. Miezi 6 sasa nilikuwa nakuficha jambo hili. Niliogopa utaniacha au unaweza kunifanya chochote kibaya, na ndio maana nimekuficha kwa muda mrefu. Na hata sasa bado natumia vidonge.
naomba unisamehe sana Mkani. Achi, mama uniache. Siko tayari kupoteza. Toka nje! Sioni tena mwanga, mimi ni wa kufa tu. Nilijua nimepata, kumbe nimepatikana. Nilijua ni wa nilikupenda, lakini ungeniambia mapema. Ebi, ni kwa nini mliamua kwa siri kiasi hicho? Ni kwa nini hamkujaribu hata mara moja kuwa wazi? Mmenyamaza kimya mpaka imefikia hatua kama hii. Kwa nini msingesema tu mapema? Jamani, sasa mimi hapo mnanilaumu nini? Mimi hapo nina makosa gani? Mimi Nachi ni rafiki yangu. Alinipa siri yake muda mrefu sana na akaniambia, rafiki yangu, hii siri naomba ukae nayo na usije ukamwambia mtu yeyote yule. Lakini kuhusu mpenzi wangu, nipe muda, nitafute namna nzuri ya kumwambia. Hivi kama wewe unahisi mimi ningeanzaje kutoa mguu wangu nikaenda kumwambia ukweli? Huoni kama ningekuwa rafiki mnafiki? Nachi unavyomuona vile hana rafiki mwingine yeyote. Na hata ukienda kumuuliza, sidhani kama kuna mtu mwingine alikuwa anajua hiki kitu tofauti na mimi. Unadhani ningemuumiza kiasi gani? Lakini mngesema mapema. Pengine mngetupa hata ushauri aende kupima kipimo cha damu. Ona sasa ameshaathirika ndo mnakuja kusema. Yaani mngejaribu kutumia hata indirect way. Pengine tungewaelewa. Lakini mwishoni kabisa ndugu yangu kashaathirika. Nyie ndo mnakuja kutupa taarifa kweli? Na wakati huo ukweli wote mlikuwa nao. Kiukweli Kani, kama mtaendelea kunilaumu, mimi mtakuwa mnanionea bure. Kwa sababu sikuwa na njia nyingine yoyote ile ya kufanya. Sawa, mimi naweza nikaelewa. Lakini kaka yake yuko njiani anakuja. Sijui kama atawaelewa kabisa. Kwa sababu mimi ninavyomjua, akili zake anazijua mwenyewe. Tuone, pengine mtamwelesha akawaelewa. Asipoelewa, shauri yenu. Ila ombeni Mungu sana awaelewe. Maana asipoelewa, sijui itakuwaje. Sasa ni mimi tena? Alafu mbona kama unanitisha? Mimi nilikuwa nawezaje kuzuia mahusiano yao? Wameambukizana wao wenyewe, mimi hapo sihusiki. Huyo mdogo wake si ni mtu mzima? Anaweza kufanya maamuzi yake mwenyewe. Mimi nahusikaje? Lakini mimi nasema tu. Yaani tena kama wataendelea hivi, mimi nawakimbia hapa na waacha. Maana wasije wakaniingiza kwenye matatizo mimi na mambo yao wenyewe. Habari. Shikamoo bro.
heshima yako bro. Pole sana. Mkane, mimi ni kakako. Naomba niambie ukweli. Na usinifiche kitu chochote kile. Ndani ya miezi mitatu umetimia na wanawake wangapi? Mimi sina mwanamke mwingine zaidi ya Nachi. Na sija kumchiti Nachi. Nisifiri kumchiti. Na kazini kwako ushajikata na kitu chochote chenye ncha kali? Hapana. Nachi amesemaje kuhusu ugonjwa wako? Nachi ameniambia kuwa yeye pia ni masika virusi vya ukimwi. You have shattered all my dreams. You have dimmed the light of my life. I see no light anymore. I am as good as gone. Na nimegundulika miezi 6 iliyopita. Mpaka sasa bado natumia dawa. Amekuambia lini? Ameniambia leo. Inatosha. Ningejua nini cha kufanya. Kan, atenda kumfanya nini yule? Chana naye, subiri kama dakika 5. Mimi kan naogopa tu. Unachoogopa nini? Shikamoo shemeji. Ulikuwa wapi? Nimetoka pharmacy kuchukua dawa. Unaweza kanieleza mdogo wangu amepataje virusi vya ukimwi? Shemeji, kikweli hata mimi sijui. Ila mdogo wako alivyorudi kutoka hospitali aliniambia kwamba alivyofanyiwa matibabu na vipimo ndipo akagundulika kwamba ameathirika. Nisikilize, nina taarifa kama umeathirika. Na hadi sasa hivi unatumia vidonge. Alafu unaniambia ufahamu. Unataka umuue mdogo wangu? Kwa hiyo ulikokifanya unastahili malipo. Mkani, nimemwona bro ametoka nje na Nachi. Ametoka kwa kwenye idadi. Anaonekana ana hasira sana. Sasa wafuatilie ujio unazungumza nini? Kama usipoona nani kumjua sana. Fanya hivyo. Sawa.
Vipi, wamesharudi? Hawajarudi. Basi twende tuwafuate. Subiri, kwani kuna nini? Wewe twende basi. Shemeji unanipeleka wapi? Shemeji sasa kuongea, mbona unanipeleka wapi? Simezamilika kumwa mdogo wangu. Sasa ndo malipo yake. You have cut my journey short. You have shattered all my dreams. You have dimmed the light of my life. I see no light anymore. I am as good as gone. मैंने सोचा था मैंने तुम्हें पाया है. Safari yangu umeikatisha, ndoto umezikatisha, taa ya afya yangu umeififisha.